Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Asante ndugu mtangazaji, mimi naitwa Hussein Ramadhani Ngura na vile vile ni mkazi wa kata ya Kindege hapa Oysterbay. Awali ya yote kwanza naomba tumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye rehema kubwa na ndogo ambaye ametufikisha mpaka asubuhi hii ya leo tarehe 25 ambako tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Ndugu mtangazaji, hapa tulipo tumefikia kwenye 18. Kama ni mpira basi tumefikia kwenye 18, tunaelekea kwenye goli. Na goli hili ni goli la ushindi. Ni goli la ushindi ambalo halina vikwazo vyovyote. Tukiachilia mbali maneno yaliyoumbwa na shetani kwamba kuna watu ambao watafanya maandamano na kuzuia uchaguzi huu. Hivi historia ya dunia nzima kwa watu wanaopenda amani, uchaguzi huwa unazuilika. Tuwaulize hao ndugu. Labda katika hatua nyingine, wewe umekuwa ni mkongwe katika chaguzi mbalimbali na umeweza kuhudhuria. Kuna tofauti gani kati ya chaguzi zilizopita na huu uchaguzi ambao tunakwenda kufanya siku za hivi karibuni? Tunasema kwamba tofauti iliyopo ni kwamba hizi chaguzi zote tulizokwisha zifanya zilikuwa ni chaguzi za amani na matokeo yake ndio tumefikia hapa. Kama kungekuwa hakuna amani, tusingefikia hapa na wala nchi hii isingepata sifa duniani kote kwamba ni nchi ya amani na ni kisiwa cha amani. Kwa hiyo chaguzi zote zilikuwa za amani. Hapa tulipofikia ni watu wachache tu wanataka kuvuruga hiyo sifa ya nchi ambao wao nadhani wameichoka amani. Ukiachilia mbali hayo, ni kwamba chaguzi ndio huo umekaribia, lakini nini ungependa kuwaambia Watanzania kuelekea katika uchaguzi? Kwa sababu kama ulivyosema pale awali, wengine wamesema kwamba uchaguzi hautokuwepo, wengine wamesema kwamba wataandamana, wengine maneno kemkem ambayo wanayasema. Nini kauli yako kwa Watanzania kuelekea katika uchaguzi mkuu? Mimi kauli yangu kwa kweli ndugu mtangazaji ni kwamba tarehe 29 tuelekee katika vituo vyetu tulivyopangiwa, na kama una hakika kwamba yale masharti yote yanatimia kwako, basi we elekea asubuhi kwenye kituo ulichopangiwa, piga kura yako, rudi nyumbani, pumzika, subiri matokeo. Wewe ni miongoni mwa watu ambao unajua kuna makundi mbalimbali ambao nao pia wanahitajika kupiga kura. Labda wito wako katika makundi hayo ni upi? Mimi wito wangu katika makundi haya mbalimbali, kundi la kwanza ni lile ambalo mimi kwa kweli mpaka sasa hivi ndio ninaloliongoza kama mjumbe wa kamati ya utendaji ya mkoa kwa watu wenye ulemavu mkoa wa Dodoma. Lakini nataka niwaeleze hao walemavu wasiwe na hofu yoyote ya kuona kwamba watakabiliwa na watu wabaya, kwa sababu naamini kabisa serikali yetu imejipanga. Usalama wa raia umejipanga ili kuhakikisha kwamba raia wako salama na kura zimepigwa salama na matokeo yatatolewa salama na awamu ya 6 itaendelea salama. Ametulea mpaka tumefikia umri huu tukiwa tunaheshimu amani
na amani ndio kila kitu. Amani hii ndio imewaletea bodaboda, amani hii ndio imewaletea mkawa mnaishi kwa kupendana nyinyi vijana. Lakini nilitaka niseme kwamba nyinyi vijana muwe ndio katika mstari wa mbele wa kwenda kupiga kura mkiwa na vile vigezo vyote. Kuna jambo kama uliligusia hivi mwanzo kuhusiana na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yeye alienzi vipi hizi shughuli za upigaji wa kura katika kipindi chake? Katika kipindi chake Mwalimu alizienzi kwamba kura kwamba ni haki ya mtu. Alienzi hiyo kwamba upigaji kura, uchaguzi wowote ni haki ya mpiga kura. Lakini katika haki ya mpiga kura isiwe na vigezo vya kuleta labda purukushani. Na alihimiza sana amani. Alihimiza sana amani na alijenga vijana wake katika amani. Narejea tena, aliwajenga vijana wake katika amani, na ndio sasa hivi unatuona sisi wengine nembo zetu ni za amani. Kwa wale usioelewa, wewe mzee umekula chumvi nyingi na tunaamini unayafahamu mengi. Hebu waambie Watanzania kuhusiana na amani iliyopo nchini, kwa sababu tunaamini Kongo na kwingineko huko nchi jirani ni machafuko siku hadi siku. Ungependa kuambia nini sasa vijana wa Tanzania na Watanzania kwa ujumla kuhusiana na kulinda amani iliyopo? Nataka kuambia vijana pamoja na Watanzania waliopo kwamba amani ni sawasawa na yai. Yai usipolishika vizuri, likikudondoka basi limepasuka na umepata hasara. Kwa hiyo kama tunavyosikia na wengine wanaona wanasafiri huko nchi nyingine za nje, amani inavunjika, watu hawana pa kukaa, watu hawana pa kwenda, na sisi wengine tumeshuhudia katika nchi za nje amani ilivunjika. Na ilipovunjika amani, unakwenda katika wilaya, katika sehemu, huwezi ukawakuta wanaume, unawakuta wakina mama wajawazito wanahangaika, unawakuta watoto wadogo wanahangaika, unawakuta walemavu wanahangaika, unawakuta wazee wanahangaika. Yote hiyo ni kuvunjika kwa amani. Sasa tusifike huko. Naomba kama mimi mtu mwenye umri wa miaka 81 nasema kwamba tuendelee na amani yetu. Na wale ambao wanahitaji marekebisho basi wakae na viongozi tuliowachagua kwamba jamani, hapa panahitaji marekebisho. Basi labda kwa msisitizo zaidi, tukiwa tunakwenda ukingoni mwa mazungumzo yetu, msisitizo wako zaidi, wapiga kura wenyewe wakafanye nini, wapige kura za aina gani, wakitoka hapo waende wapi, basi mambo yaendelee kwa namna. Narejea tena kwamba wapiga kura waondoke majumbani mwao asubuhi na mapema, wakiwa na vijana wao wale ambao wamefikia umri wa kupiga kura na walishajiandikisha, waende wakapige kura kwa amani. Lakini pia hapakosi chokochoko, wao wabaki kimya, wapige kura, warudi nyumbani, wakae wasubiri matokeo. Kwa upande wa vyombo vya ulinzi na usalama, ungependa kuviomba vifanye nini kuhakikisha kwamba chaguzi huu unapita kwa utulivu? Mimi ulinzi na usalama wanajua wajibu wao. Wanajua wajibu wao, lakini kwa msisitizo zaidi tunawaomba ulinzi na usalama watupie macho zaidi amani, na ni usalama wa wazee watupie macho zaidi, usalama wa watu wenye ulemavu watupie macho zaidi, kwa watoto wadogo watupie macho zaidi, kwa watu wenye wajawazito. Maneno yangu ya mwisho ni
tuutakie heri uchaguzi huu upite kwa amani. Haya ndio maneno ya mwisho, kwa sababu hakuna jambo jingine la mwisho kuliko amani. Na kama nilivyosema huko nyuma kwamba sasa hivi ndio tuko katika 18. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.